Shalom na kusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu akubariki sana. Katika safari yetu leo Mungu ametusogeza hapa panaitwa Chanika Zingiziwa. Anakaa umbali kidogo, lakini tumefika kwa neema ya Mungu, na huku tumekuja kukutana na watumishi wa Bwana. Mojawapo tumekuja kukutana na mama mchungaji, na zani mama mchungaji atajitambulisha mwenyewe na baadaye utasikia ushuhuda wake kwa ufupi, kile ambavyo alisikia sauti ya Mungu na kuitii sauti ya Mungu. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu katika hili kwamba injili ya utakatifu inaendelea kugonga hodi katika mioyo ya watu mbalimbali. Hilo ndilo la kipekee kabisa la kumshukuru Mungu. Mungu akubariki. Lakini nipende nikukumbushe kwamba mwezi wa 4 tutakuwa na mkutano kule Bukoba. Tutakuwa tuna siku 3 za mkutano tukiwa nje, na tutakuwa na semina ya ndani ya wachungaji ambayo itafanyika pia siku 3. Kwa tutakuwa kule siku 6 za kumtumikia Mungu mahali pale. Kwa hiyo niseme tu kwamba wewe ambaye umekuwa mwenzetu katika kutoa sadaka, michango mbalimbali kuhusu kazi ya Mungu, wewe nikukaribishe sana na Mungu akubariki. Kwa hiyo twende tukamsikilize mama vile ambavyo ataeleza ushuhuda wake. Asante. Na tuko na habari njema kabisa za ufalme wa Mungu. Mbele yako hapo ni mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa ni mchungaji. Yes, mchungaji. Lakini baada ya kupokea injili hii ya utakatifu, basi amesema yeye ni nani hata asiitii sauti ya Bwana. Ameamua kuachia kanisa ili wanaume waongoze kanisa kama vile ambavyo neno linasema. Basi tutamkaribisha hapa na ataweza kuelezea jinsi ambavyo amepokea injili hii na jinsi ambavyo ameweza kutii. Amen. Karibu sana, uweze kujitambulisha na kanisa hili umeanza miaka mingapi, umekuwepo hapa na imekuwaje ukasikia habari hii ya injili? Naitwa mama mchungaji Matilda Chaula au Mrs. Michael. Hapo mwanzoni nilikuwa mchungaji wa kanisa hili la Mlima Mabadiliko toka mwaka 2015. Ndiye mwasisi wa huduma hii, ndio mwanzilishi wa huduma hii. Lakini nimeendelea kumtumikia Mungu kwa muda wa miaka yoyote mpaka mwaka huu wa 2025. Baada ya kuzisikia shuhuda, tukasikia shuhuda za kweli, na pia tukawa tunasikiliza shuhuda kutoka kwa mchungaji Obedi Katunzi wa Tegeta. Kwa nikaenda kujifunza, nikajua kwamba kumbe nilikuwa situmiki sahihi, nilikuwa niko kinyume na neno la Mungu. Kwa hiyo kwa habari ya huduma nimemkabidhi baba ambaye ndio mchungaji Michael. Kwa hiyo nimekabidhi rasmi madaraka. Kwa hiyo mimi nitabaki kama mama mchungaji, nitasimama kwenye nafasi yangu ya uinjilisti, nitasimama kwenye nafasi yangu ya unabii, nitasimama kama mama mchungaji kwa ajili ya kuwalea wamama wa kanisa na pia kuwasaidia wengine ambao wako kinyume bado na injili ya kweli. Ilikuwa ni rahisi wewe kufanya maamuzi yao, na ilichukua muda gani? Ilichukua muda mrefu, karibia miezi kama 4 au 5 kufanya maamuzi. Na nini hasa kilikushawishi kufanya maamuzi haya? Baada kusikiliza shuhuda, kuona kwamba kuna watu ambao katika vile vyumba 351 vya kuzimu, kuna chumba ambacho watu walionekana wamekufa, walikuwa wanaongozwa na mchungaji mwanamke. Kwa hiyo hawakwenda mbinguni, walienda kuzimu. Ndipo nikajua kumbe naweza nikalipeleka kanisa kuzimu. Je, umesomea Bible school ama na ilikuwaje mpaka ukafungua kanisa? Unaweza kutoa ushuhuda kwa ufupi? Ndio, nimesoma mpaka degree nimesoma. Nilianza certificate chuo kimoja kiko Ubungo external, nikaja nikasoma diploma chuo kimoja kilikuwa Mabibo Urafiki, kilikuwa kinaitwa ISOM. Nikaja nikasoma chuo kimoja kiko Kitunda, nako nilisoma pia. Nikaja nikasoma chuo kimoja kilikuwa Banana, kinaitwa AMO. Kwa ndo nilisoma nikapata degree. Degree ya nini? Degree ya theolojia. Na tulisoma wote tukiwa na baba.
Sasa ueleze kwa ufupi ilikuwaje mpaka ukawa mchungaji? Maono uliyopata pataje au ushawishi ulikuwaje? Mimi nilikuwa naona mara nyingi namtumikia Mungu. Nilikuwa naona nashuhudia watu, nafundisha, navua samaki. Ndipo nikajikuta naingia mtaani, kutoka nilikokuwa nakaa Mbezi nikaja huku kutafuta kondoo. Nikaamua kuanza kituo. Na unaweza kuwa na idadi kamili ya watu ambao umewahi kuwachunga toka umeanza kanisa? Na muda wa miaka kadhaa labda mingapi? Nimewachunga watu takriban kama 50. Ila wengine waliondoka baada ya kuwa tumeanza kuhubiri injili ya kweli kwamba watu hawatakiwi kutumia vipodozi, hawatakiwi kutumia kusuka nywele, kusuka maweaving, kutumia urembo, kuweka vipandikizi, kunywa denge, kuvaa suruali za modo, kutumia urembo, kutumia krimu. Kwa wengine waliondoka, lakini wengine wakabaki. Chukua Yesu kama alivyo. Wewe unafikiri kumchukua Yesu kama alivyo ni nini? Ni ile tezuri yake. Kuna watu wakuelewi. Mungu atasema nanyi hata lini? Na wakati anakaribia kuja. Lini utageuka uchukue sura yake? Utakumbuka sura ya Kristo siku ile utalia mwenyewe. Utalia mwenyewe. Utasema kwa nini nihukumiwe kwa haki yangu? Nisembe mimi. Na unaweza ukaipata sura ya Yesu kwa jitihada yako.